Mahakama ya kijeshi nchini Israel leo Jumatano, Julai 15 mwaka 2026 imemhukumu askari mmoja kifungo cha miaka 5 jela baada ya kupatikana na hatia ya kutoa taarifa za siri za kijeshi kwa mtu aliyedaiwa kuwa wakala wa Iran kwa lengo la kupata malipo ya fedha. Hukumu hiyo ni miongoni mwa kesi zinazochukuliwa kwa uzito mkubwa na vyombo vya usalama vya Israel ambavyo vimekuwa vikionya kuhusu ongezeko la majaribio ya mataifa hasimu kuwatumia wanajeshi wa Israel kukusanya taarifa za kijeshi. Kwa mujibu wa maelezo yaliyowasilishwa mahakamani, askari huyo ambaye jina lake halijatangazwa kwa sababu za kiusalama aliwasiliana na mtu aliyejitambulisha kama wakala wa Iran kupitia njia za mawasiliano mtandaoni. Baada ya mawasiliano hayo kuanza, alikubali kutuma taarifa mbalimbali za kijeshi kwa matarajio ya kupata malipo. Uchunguzi ulionyesha kuwa baadhi ya taarifa alizoshirikisha zilihusiana na operesheni za ulinzi wa anga za Israel wakati wa vita vifupi kati ya Israel na Iran vilivyotokea mwaka jana. Miongoni mwa taarifa alizotuma ni video zilizoonyesha makombora mawili yakidunguliwa na mifumo ya ulinzi wa anga ya Israel wakati wa mashambulizi yalikuwa yakifanywa dhidi ya maeneo ya Israel. Kwa mujibu wa waendesha mashtaka wa kijeshi, video hizo pamoja na taarifa nyingine alizoshirikisha zingeweza kutumiwa na Iran kuchambua uwezo wa mifumo ya ulinzi wa Israel, kutathmini mafanikio ya mashambulizi yake na kuboresha mbinu zake za kijeshi katika mashambulizi yajayo. Mahakama ilieleza kuwa hata kama taarifa alizotoa hazikujumuisha mipango ya siri ya operesheni za kijeshi, kitendo cha kushirikiana na mtu aliyedhaniwa kuwa wakala wa taifa hasimu kilikuwa ni ukiukwaji mkubwa wa sheria za kijeshi na kilihatarisha usalama wa taifa. Mahakama ilisisitiza kuwa wanajeshi wote wana wajibu wa kulinda siri za jeshi na kutoruhusu taarifa zozote zinazohusiana na shughuli za kijeshi kufikishwa kwa watu wasiokuwa na mamlaka ya kuzipokea. Waendesha mashtaka waliomba mahakama itoe adhabu kali zaidi, wakisema kuwa kitendo hicho kilifanyika wakati wa vita ambapo taarifa yoyote inayohusu shughuli za kijeshi inaweza kuwa na athari kubwa kwa usalama wa wanajeshi na raia. Walidai kuwa kutoa adhabu kali kungetuma ujumbe kwa wanajeshi wengine kwamba makosa ya aina hiyo hayatavumiliwa. Hata hivyo, jopo la majaji lilizingatia mambo kadhaa yaliyopunguza uzito wa hukumu. Mamlaka ilibaini kuwa askari huyo aliamua kwa hiari kukatiza mawasiliano yake na mtu huyo aliyedaiwa kuwa wakala wa Iran kabla ya kukamatwa. Aidha, aliwajulisha makamanda wake kuhusu mawasiliano hayo. Alishirikiana kikamilifu na wachunguzi wakati wa uchunguzi na baadaye alikiri kosa mahakamani, hatua ambazo zilichukuliwa kuwa zilionyesha majuto na ushirikiano wake na mamlaka. Kutokana na sababu hizo, mahakama ilitoa hukumu ya kifungo cha miaka 5 jela badala ya adhabu kali zaidi iliyokuwa imeombwa na upande wa mashtaka. Mbali na kifungo hicho, askari huyo alihukumiwa kulipa faini na kushushwa cheo hadi askari wa kawaida, hatua ambayo inaathiri hadhi yake ndani ya jeshi la ulinzi la Israel. Kesi hiyo imezua mjadala mkubwa nchini Israel kuhusu usalama wa taarifa za kijeshi na mbinu zinazotumiwa na mataifa hasimu kuwashawishi wanajeshi kupitia ahadi za fedha au mawasiliano ya mtandaoni. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.